Umeamka asubuhi unajiuliza ninahitajia nini leo? Leo ninahitajia fedha kwa ajili ya kwenda kuangalia mpira mathalan. Leo ninahitajia fedha kwa ajili ya kwenda kununua nguo fulani. Leo ninahitajia fedha kwa ajili ya kununua simu fulani. Leo ninahitajia fedha kwa ajili ya kufanya jambo fulani. Lakini mimi kama mimi sina fedha hii, ninao watu ambao naweza nikawaingia wakanipa fedha hii. Lakini huyu ili anipe hii fedha, kwanza ni msifu ili hali sifa zile hanazo hii. Ukatumia njia hiyo. Siku akija kujua kwamba unayafanya yale kwa sababu ya kutaka fedha yake, jua umeishusha thamani yako. Au kaona kwamba huyu nitumie kile kigezo cha kuyajua madhaifu yake, iwe ndiyo sababu ya yeye kunipa alichokuwa nacho. Siku naye akija kugeuka yakachukulia kwamba popote takavyokuwa, vyovyote takavyokuwa, fanya utakalo. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna neno, kila mmoja hulipo kwa lile alilokuwa nalo. Utapoteza nafasi na thamani yako mbele ya maisha yake. Mtume Muhammad anatuelekeza tujiishi katika maisha ambayo tusiwe wepesi kufedhehesha wenzetu. Na hapa ndipo utakapotana na mafunzo ya Bwana Mtume katika ile hadithi pia aliwaambia masahaba subhanahu ridwanullahi ta'ala alayhim majma'in, udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim, kwamba tajeni mazuri ya wafu wenu na jizuieni kuyataja maovu yao. Maneno haya yanamaanisha kwamba tunayajua mabaya waliotangulia kufa. Maneno yanamaanisha kwamba tunajua mazuri yao na tunajua mabaya yao pia. Lakini Mtume anakuambia mabaya yake yamezeda na nafsi yako, ndani ya moyo wako mazuri yake yatangaze. Sasa ikiwa anatuambia haya kwa waliokufa, vipi kwa sisi tuliokuwa hai baina yetu? Ikiwa anayasema haya kwa wale ambao hawawezi tena kusema lolote kwa sababu kauli ishafunga kwao, vipi mimi na wewe ambao tunaweza kujibizana na kuambiana na kila mmoja akasema yake? Haya ndiyo mambo ambayo leo yametufikisha mahala ya kurudi katika neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya niliyosoma ndani ya khutba ya mwanzo pale aliposema bi'sa lismul fusuqu ba'da al-iman, kwamba ubaya wa jina ni mtu kuitwa fasiki baada ya kuwa yeye ni muumini uhakika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuombe Mwenyezi Mungu azithibitishe imani zetu kwa yale tunayoyafanya, yawe ni kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini tukiangalia katika wale ambao mara zote tumekuwa ni wenye kulindana na kustiriana katika mabaya tunayoyafanya. Na ikitokea yako mabaya ndugu yako unayoyajua, fahamu kwamba ile nafasi aliyokupa Mungu wewe kujua madhaifu yake ni nafasi unayotakiwa wewe uitumie kumlingania na kumasa ayaache mabaya yale, wala sio nafasi unayopaswa kuitumia kumfedhehesha, kumdhalilisha na kumwaibisha katika jamii iliyokuwa nayo.